Kama kuna fundi ameshawahi kukufanyia kazi iliyonyooka, mtunze sana huyo fundi, na namba yake itunze, pengine hata sio tu usave kwenye simu, iandike hata mahala utunze, ili hata ikitokea umepoteza simu, namba yake usije ikaipoteza, kwa sababu huku mtaani waliopo ni wale ambao kila kitu wanauliza ChatGPT. Weza amini yatakokuta yaliyomkuta mtu ambaye unamuona mtandaoni na ya kwake unayacheka. Hapa nimekuletea jengo ambalo lina jumla ya vyumba 11. Vyumba vyote hivyo ni self, na matumizi ya hili jengo unaweza ukatumia either ikawa ni hostel, lakini unaweza kutumia pia kama ni nyumba ya kupangisha, vyovyote vile. Kiwanja kina upana wa mita 17 na urefu wa mita 30. Ndivyo ambapo tumeweza kutumia kutengeneza unit hizi hapa. 11 za maana sana na ni nzuri kwa kila matumizi. Unatumia kwa hostel au unatumia kwa nyumba za kupangisha. Uzuri tu ni kwamba vyote hivi vina sifa sawa na zile ambazo zimewekwa kwenye ramani hii hapa. Ukija kwenye upande wa tofali za blocks hapa zinaingia jumla ya tofali 5,500, lakini ukija kwenye tofali za kuchoma hapo tofali 17,000 ndizo ambazo zitakazotumika hapa. Ukitumia bati za futi 10 zitakuwa jumla ya bati 110 ndio zitakazotumika hapo, bati 110. Kwenye mbao za kechi hapo, mbao almost zitatumika hapo ni mbao 250. Ujue kwenye hili jengo baadhi ya kuta zitaenda moja kwa moja juu kwenye bati, kwa hiyo zitapunguza idadi ya mbao za kenchi, lakini pia hata bati, kwa sababu pia mwinuko wake sio mkubwa sana kwa kiasi hicho. Lakini pia ukiangalia ukubwa wa vyumba vimekaa katika namna ambayo ni size iko standard, of course, nayo haiwezi kukutumia material sana kwenye upande wa bati. Kwa hiyo mwinuko wa bati, lakini pia na swala la kuta kuinuka juu ili kuweza kukinga kati ya chumba na chumba, inapunguza idadi ya bati, lakini pia hata mbao za kenchi zinapungua hapo. Hapo nafikiri sasa tuko tumeelewana vizuri, au kama hujanielewa basi unaweza kaandika chini kwenye comment hapo, nami nitakujibu vizuri tu kulingana na vile ambavyo utakavyokuwa umeuliza. Sawa? Lakini pia kama unataka kutazama ramani kupitia WhatsApp yako kiurahisi sana, ili sisi tunapokuwa tunaweka kwenye mitandao mingine wewe uzione kupitia WhatsApp yako, na hiyo pia inawezekana. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo, ambayo ni 0758 260 690. Namba hii inapatikana WhatsApp muda wowote, masaa 24. Wewe andika neno niunge, sawa? Haijalishi ni muda gani, hata ikiwa saa 9 usiku, andika neno niunge, ni automatic itakujibu, sawa? Utapata link, na kupitia link hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaziweka ramani hizo kwenye mitandao ya kijamii, basi wewe utakuwa sehemu ya watu wa kwanza kutazama ramani hizo. Ina maana kama hata hautakuwa wa kwanza, basi utakuwa watu wa mapema. Unajua watu ni wengi sasa hivi ambao wote wameshajiunga katika channel yetu ya WhatsApp. Lakini pia kama haujatufollow mitandao yote ya kijamii, basi fanya hivyo leo. Kokote ambako unatazama ramani hii, hakikisha umetufollow, kwa sababu ramani zingine nyingi zinakuja. Unaweza ukawa baadaye ukatafuta page hii usiione kama utakuwa haujaifollow sasa. Na nikukumbushe tu ya kwamba ramani zote unazoziona hapa huwa tunaandaa kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza ukaandika mahitaji yako ukatutumia kupitia WhatsApp, na sisi tukaandaa ramani kulingana na vile ambavyo wewe unahitaji, kwa ubora ule ambao wewe utakuwa unahitaji kulingana na maisha ya sasa, lakini pia hata kiwanja chako kitakuwa kinataka nini. Na ramani nyingine nyingi hasa hizi ambazo zinakuwa ni za majengo ya kupangisha huwa tunaandaa pia kulingana na ukubwa wa kiwanja chako, sawa? Unaweza ukawa hauna mpango wa kukamilisha jengo kubwa sasa, lakini tukakuandalia jengo kubwa ambalo unaweza ukalijenga kwa awamu mpaka utakapokuwa umemaliza ujenzi wako wote, sawa? Nikukaribishe tu kwamba hilo linawezekana, na nikwambie kwamba linawezekana kwa namna yote ile pale ambapo utakuwa unahitaji lifanyike. Kikubwa tu andika mahitaji yako hapo, tutumie kwa WhatsApp, na sisi tunaweza kukuandalia ramani hiyo, sawa? Nafikiri hizi hapa ndio picha za muonekano wa hili jengo. Inaonekana vizuri sana, of course, na kwa matumizi au kama utataka itumike kama hostel, utapata wanafunzi wengi sana, kwa sababu wanafunzi pia hawataki mambo mengi. Wanataka mtu anapolala humo kuna choo ndani, kwa vitu vyao vyote vitakuwa vinaishia humo ndani. Kuna vitu vingi itawarahisishia. Kutoka nje kuzulazula nayo itakuwa haipo. Kama utafanya kwa nyumba ya kupanga, hivi ndivyo ambavyo watu wanataka, na haya ndio mahitaji muhimu na mazuri ambazo hata wewe pia ukitaka kupanga utataka ramani yako au nyumba yako iwe kama hivi. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.